السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع الدورة كيف بدأ الخلق. Ashukuru Allah tabaraka wa taala, yeye aliyeumba ulimwengu na kuwekea nidhamu, akamuumba mwanadamu na kumtukuza. Na shahidilia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na shahidilia pia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Ama baada ya hayo, unakaribishwa kwenye kipindi chako kipendwa Kaifa Bada al-Khalq, vipi Allah tabaraka wa taala alianzisha uumbaji. Tumezungumza huko, rejelea madarasa. Leo tunaishi na Adam alayhi salatu wassalamu, na leo jitahidi ukae usikilize, manake kuna kitu kipya ambacho nataka nikufundishe leo. Kuna material mpya ambazo nataka nikufundishe leo. Ama Adam, twende haraka. Adam, ili jina kwa lugha ya Kiarabu wanasema ma'khudhun min adimil ard wa wajhuha wa dhahruha, ya kwamba neno Adam limetokana na neno adimul ard. Adimul ard manake ni uso wa dunia, ya kwamba Allah tabaraka wa taala alichukua udongo kwenye uso wa dunia akamuumba Adam alayhi salatu wasalam. Lakini wakatofautiana, wengine wakasema Adam min al-udma. Adam limetokana na neno al-udma. Al-udma hiya al-lawnu wasatu baina al-bayad was-sawad. Wanasema al-udma ni rangi ambayo iko baina ya rangi nyeupe na rangi nyeusi. Maana ni rangi nyeupe na rangi nyeusi zikichangwa ndio inapatikana kitu kinaitwa al-udma. As-sumura inafikia inakuja rangi ya kahawia au rangi ya chocolate. Rangi hii ya binadamu. Kuna kitu ambacho tunajifunza hapa. Ikiwa Adam alayhi salatu wassalam ndiyo maana ya jina lake hili, kitu ambacho tunajifunza hapa ni kwamba Adam alayhi salatu wassalam hakuwa mzungu kama tunavyoonyeshwa kwenye mafilamu na kwenye mapicha yanavyochorwa. Tunaonyeshwa Adam alikuwa mzungu, lakini Adam hakuwa mzungu, kutokana na maana ya neno hili Adam ama hili jina. Tumepata maana ya kwanza, Adam limetokana min adimil ard, ya kwamba kutokana na uso wa dunia, yani ule udongo ambao unapatikana juu ya ardhi, Allah tabaraka wa taala ndio aliochukua akamuumba Adam. Lakini wengine wanasema ya kwamba min al-udma. Al-udma tumesema ni rangi ambayo iko baina ya rangi nyeupe na rangi nyeusi. Kwa wale ambao ni wachoraji wanafahamu ambacho tunachokizungumza. Kuna jinsi unachanga rangi unapata rangi nyingine. Kwa hiyo ukichanga rangi nyeupe na rangi nyeusi utapata rangi ya chocolate. Jaribu, utaona hivyo. Kwa hiyo rangi ya chocolate, hakuna mzungu ambaye ana rangi ya chocolate. Watu wenye rangi ya chocolate ni sisi. Kwa hiyo kinachothibitika ni kwamba Adam alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtu mweusi. Lakini huwa awwalu bashar, yeye ndiye mtu wa kwanza aliyeumbwa, yani aliyeumbwa kwenye sampuli kama hii ya kwetu sisi. Yeye ndiye kiumbe aliyeumbwa kwenye sampuli kama hii ya kwetu sisi. Maana ndiye mtu wa kwanza, huwa abul bashar, yeye ndiye baba wa viumbe, yeye ndiye baba wa wanadamu. Maana wanadamu ndio sisi wote tumetokana na yeye alayhi salatu wasalam. Kisha Allah tabaraka wa taala akamuumbia mkewe Bi Hawa, akamtoa kwenye ubavu wake. Kisha Allah tabaraka wa taala akaendeleza kizazi na kizazi kupitia wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Allah tabaraka wa taala kutokana na hao wawili Adam na Hawa akaeneza wanamume wengi na wanawake wengi. Lakini
Kuna jambo lingine ambalo la msingi sana. Allah tabaraka wa taala alipomaliza kumuumba Adam anasema kwenye surati al-Hijri aya 26, walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun faidha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin. Sadaqallahu al-azim. Allah tabaraka wa taala anasema walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun. Allah tabaraka wa taala anasema kwamba nimemuumba mwanadamu, nimemuumba Adam kutokana na udongo unaotoa sauti. Salsalin, udongo mkavu unaotoa sauti. Min hama'in, kutokana na matope. Masnun, matope yaliyobadilika rangi. Hama'in ni matope ambayo yaliyokaa chini ya maji kwa muda mrefu. Ni sehemu ambayo maji yanakuwa yako kwa muda mrefu. Yale maji yanapokauka, yale matope kwa chini hubadilika rangi na kuleta rangi nyeusi, hata harufu yake hubadilika kutoa harufu mbaya. Basi yale maji yanapokauka, ule udongo unakuwa unapasuka. Kwa wakulima au kwa watu wameishi sehemu za mito, karibu na mito, wanaelewa ambacho ninachokisema. Ule udongo unakuwa mkavu, kama ukitembea juu yake unasikia crunch 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 kama unatafuna biskuti. Hii ndio hama'in, haya matope yaliokuwa makavu. Masnu salsalin min hama'in masnun. Salsal maana yake unatoa sauti. Salsalin, ule udongo unatoa sauti, kama ukiukanyaga unatoa sauti. Lakini hama'in, matope. Masnun, Allah tabaraka wa taala akamuumba Adam alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo pia Qur'ani inatuhakikishia kwamba Adam alikuwa ni mtu mweusi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema min hama'in masnun, ni udongo ambao umekaa chini ya maji kwa muda mrefu ukabadilika rangi, ukaleta rangi nyeusi. Qur'ani pia inathibitisha kwamba Adam alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye rangi nyeusi. Lakini fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tabaraka wa taala asema nilipomaliza kutengeneza ile jismu yake, lile sanamu lake. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kisha nikampulizia roho yangu. Allah tabaraka wa taala kampulizia roho ya uhai. Allah tabaraka wa taala akampulizia roho ya uhai. Baada ya kumpulizia roho ya uhai, akawaamrisha malaika wamsujudie Adam. Wakasujudu malaika wote isipokuwa Ibilisi, akakengeuka akakataa kumsujudia Adam. Hii ilikuwa ni sijida ya tahiyya, sijida ya heshima. Ndio maana nikaanza kwenye mukaddima wangu nikasema ya kwamba alladhi khalaqa al-insana wa karrama, alimuumba mwanadamu na kamtukuza. Lakini baada ya hapo Allah tabaraka wa taala, tulizungumza huko mwanzo kwamba aliumba arshi. Baada ya kuumba arshi akaumba maji, kutokana na maji akaumba viumbe wengine, akaumba kalamu, akaumba Allahul Mahfudh. Kisha hadi hapa ambapo tumefikia akaumba Adam. Kila kitu kimeshakamilika, milima, mawe, miti, bahari, wanyama na kila kitu kimekamilika. Allah tabaraka wa taala akamleta Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah tabaraka wa taala anawaambia malaika anataka kumweka kiongozi ardhini. Kuna somo la kujifunza hapa. Hakuna maendeleo ya watu au sehemu ikiwa kama hao watu hawana kiongozi. Uongozi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyoupanga tangu huko mwanzo. Kumbe kiongozi ni mtu wa kuheshimiwa sana. Ili mambo yetu yafanikiwe yawe mazuri, basi ni sisi kuwaheshimu viongozi wetu na kuwasitiri, kwa sababu ni binadamu, wanaweza kukosea pia, si malaika. Kumbe tuwaheshimu viongozi wetu na tuwasitiri na tuwanasihi wanapokosea, lakini kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Allah tabaraka wa taala sema inni ja'ilun fil ardi khalifa,
nataka kumuweka kiongozi ardhini. Allah tabaraka wa taala akamleta Adam kiongozi ardhini, aiendeshe dunia. Allah tabaraka wa taala, uongozi haukukomea kwa Adam. Si kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia uongozi Adam kisha basi, bali uongozi uliendelea na kwa kizazi chake Adam alayhi salatu wasalam, ambao ndio sisi pia. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul An'am aya ya 165, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard, au kama qala tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala yeye ndiye alikujalieni kuwa viongozi ulimwenguni. Katika surati Namli Allah tabaraka wa taala anasema amma yujibu almudarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard, ni nani anayeondosha matatizo? Ni nani anayemuondoshia matatizo mwenye matatizo anapomuita? Amma yujibu almudarra idha da'ahu wa yakshifu su'a, ni nani anayeondoa matatizo ya mwenye matatizo anapomuita na kumuondolea yale matatizo yake? Wa yaj'alukum khulafa al-ard, na kukujalieni kuwa viongozi ulimwenguni. Kisha Allah anauliza a ilahum ma Allah, je, kuna mola isipokuwa Allah tabaraka wa taala? Bila ya shaka hakuna mola baada ya Mwenyezi Mungu au badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma'a Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa yaj'alukum khulafa al-ard, na Allah tabaraka wa Ta'ala anakujalieni kuwa viongozi ardhini. Kumbe hii ardhi sio mbaya, dunia sio mbaya, isipokuwa sisi tunavyoibeba. Tukiamua kuiharibu inaharibika, tukiamua iwe nzuri inakuwa nzuri. Allah tabaraka wa taala ametukabidhi nayo. Kwa hiyo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wetu ni mlinzi na kila mlinzi ataulizwa kwa alichokilinda. Lakini kama tulivyozungumza ya kwamba Allah tabaraka wa taala amemtoa Adam katika udongo, wakaja watu ambao subhanallah wanakufuru neema zake Allah tabaraka wa taala katika elimu ya biolojia. Katika elimu ya biolojia tunafahamu sisi wote, tumesoma science, tumesoma biology, tumesoma mashule ya sekula. Biology ni elimu ambayo inatoa maarifa kuhusu viumbe hai na ina matawi mengi, na leo nitazungumza matawi matatu tu. Tawi la kwanza, kitengo cha kwanza, tena ni fani kabisa, watu wameweka mabilioni na mabilioni ajili ya fani kama hii, inaitwa anthropolojia. Anthropology ni neno la Kigiriki, limetokana na neno anthropos. Anthropos maana yake mwanadamu, na logos maarifa. Yani inafundisha maarifa ya kujua asili ya mwanadamu na tamaduni zake na maisha yake na kila kitu chake. Lakini tawi la pili wakaliita paleontology. Naam, paleontolojia ni elimu ambayo inafundisha kujua aina ya viumbe waliokuwa viumbe hai. Paleontolojia inafundisha kujua viumbe hai, Yani mfano wanachukua mifupa ya kiumbe fulani kwa kutazama mtazamo wa ile mifupa gisi ilivyojengeka, ile skeleton, wanafahamu ya kwamba hiki ni kiumbe fulani. Mfano mtu akifa, ameoza, mwili umeoza wote, kisha amekaa ndani ya ardhi kwa muda wa kutosha,
nyama hizi huondoka, inabaki mifupa. Ile mifupa ikitizamwa, mtu anaweza kusema ile huyu hapa alikuwa ni mwanadamu, kutokana na gisi mifupa ya mwanadamu imekaa, skeleton ya mwanadamu, fuvu la kichwa na nini, watu wanaelewa kama huyu hapa alikuwa ni mwanadamu. Kama ilikuwa ni ng'ombe ilifariki, watu watatizama kutokana na ile mifupa gisi imekaa, utaona huu ni ng'ombe. Basi wakaja na jambo la tatu, wanalisema evolutionary biology, ya kwamba ni mageuzi ya maumbile ya binadamu, maumbile ya mageuzi ya viumbe waliokuwa hai, ya kwamba sisi haya maumbile tuliokuwa nayo si maumbile yetu tuliokuwa nayo mwanzo. Subhanallah, ya kwamba kuna mabadiliko yalikuwa yanabadilika, tunatoka kwenye viumbe fulani tunakuja kwenye viumbe fulani. Wakapata conclusion ya kwamba Homo sapiens na Great Apes wanachangia babu. Homo sapiens ni binadamu wa kisasa na Great Apes ni nyani wakubwa, sokwe, gorila na wengine, maana yake wanyani wakubwa, ya kwamba ni familia moja na binadamu, yani sisi binadamu na wanyani ni familia moja, tunachangia mababu. Lakini kadiri na muda ulivyokuwa ukikwenda, pakawa panakuwa mabadiliko ya kimaumbile. Maana yake kiumbe anatoka kwenye hali kama hii anakwenda kwenye hali kama hii. Maana yake sisi kutokana na nao viumbe sisi tukapata shakli ya kibinadamu, na hawa wakapata shakli ya unyani, maana yake kuendelea kuwa nyani. Lakini maancestor wetu, mababu zetu walikuwa na shakli moja, lakini ushakli haitajwi ilikuwa ni shakli gani. Lakini wanasema hawakuwa nyani wala hawakuwa binadamu, walikuwa ni viumbe vingine vilikuwa vikibadilika, na haya ni makosa, ni kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Qur'ani imetuthibitishia kwamba Allah Tabaraka wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na udongo. Na ukiwauliza dalili yao kwa hili jambo, hawana dalili, isipokuwa tu ni watu wamekaa wakasema tumefanya utafiti, kisha wakaweka kwenye vitabu na wakaja wakawasomesha watu, wala hakuna wakuwahoji. Subhanallah, hakuna wakuwahoji, na mambo yameendelea hivyo. Ni mtihani sana. Waislamu lazima tuwe makini sana, tusimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makafiri wako na njia nyingi sana za kutupoteza, wanajitahidi kupambana kupotea, lakini ukweli ndio huyu. Kaeni na walimu zenu, kaeni na mashekhi msikitini, waulizeni maswali ili mjifunze, msiwe na fikra kama hizi. Na malizia, kuna mambo mengine ya ajabu yapo, yalikuwepo lakini hivi sasa yamefufuka tena kwenye mtandao, na nimeona watu wengi wanasapoti. Kuna vijana wa Tanzania wanaitwa wachokonozi, wenyewe hawakubali habari za kufa, hawakubali ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, bali wenyewe wamekwenda mbali, hawakubali habari za kufufuka, hawakubali kama kuna kitu kinaitwa kifo, hawakubali kitu kinaitwa kufufuka, wala hawakubali kwamba Mungu yupo wala shetani, yani mambo yote hawakubali. Lakini leo inshallah nataka nimalize na somo ambalo litaufungua ubongo wako kwa mtu ambaye anataka kujifundisha au mtu mwenye akili timamu. Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema, wa in ta'jabe fa'ajabun qawluhum a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kama unataka kushangaa, kustaajabu, bali staajabu hii kauli yao. Je, tutakapokufa na kuwa maudongo, kweli tutarudia kwenye umbo jipya? Tutarejea kwenye umbile letu kama tulivyokuwa mwanzo? Hili ni jambo la kushangaza. Huyu mtu akili yake inafanya kazi vizuri, mbona akumbuki kwamba Allah Tabaraka wa Taala alimtengeneza kumtoa katika udongo, hakuwa chochote, alimtoa katika udongo. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Yeye haoni ya kwamba zilipita karne na karne
Yeye alikuwa hana jina, alikuwa hana utajo, alikuwa si lolote si chochote. Baba yake hajazaliwa, mama yake hajazaliwa, bali babu yake hajazaliwa, wala hakuna yoyote katika sababu za yeye kuja duniani iliyokuwepo. Basi akili yake inakuwa haifanyi kazi, akili yake bila ya shaka inakuwa haifanyi kazi. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani, bal yuridu al-insanu liyafjura amama yasalu ayyana yaumul qiyamah, mwanadamu anataka kufanya madhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala, anahoji kila wakati kiyama ni lini. Allah ameapa, bala qadirina ala an nusawwiya banana, sio kumfufua tu, sio kumfufua, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ameapa Allah anaweza kumrejeshea. Banana ni hii mistari ambayo iko kwenye kiganja chako cha mikono, hii mistari yenye kwenye hii mistari ambayo iko kwenye vidole vyako ndio inaitwa banana. Allah anaweza kumrejeshea hadi hii mistari, na hii mistari kisi mnaona viganja, kila mtu ana cha kwake. Na unapokwenda kwenye ofisi za kisasa za electronic, ziko mashine unakwambia weka kiganja, kwa sababu kiganja hakifanani na mtu yoyote. Basi Allah tabaraka wa taala tamrejeshea mtu umbile lake kama lilivyokuwa. Mtu anayehoji ya kwamba kuna kufufuliwa au anaona ajabu, akili yake haifanyi kazi. Sisi ni watu wazima, tuna maarifa, tumesoma. Ni nani asiyejua kwamba mwanadamu anapatikana baada ya mke na mume kukutana, zile mbegu za uzazi. Hivi mtu akichukua ile mbegu ya uzazi akaiweka kwenye kijisahani au kwenye mkono hapa, akaitazama, kisha akajitazama na yeye, akili inakubali ya kwamba huyu ndiye mwanadamu, kwa sababu hata science wala si hatuna haja na science kututhibitishia, lakini tunakwenda basi na huyo mfumo ambao tumesomeshwa hivyo, twende hivyo. Mtu akitama zile mbegu za uzazi, kweli panaweza kutoka mwanadamu pale, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anatoa mwanadamu pale, na sayansi imekubali, tumesomeshwa hivyo kwamba ni chromosomes Y na X zinapokutana ndo anatengenezeka kiumbe aliye hai. Kwa hiyo mtu ambaye anajiweka ujinga kwamba hakuna kufufuka ana matatizo ya akili. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.